Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo Mungu ametupa neema ya kujifunza, na baada ya kujifunza unaweza ututafute tukuombee. Unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu, unahitaji miujiza, ishara na maajabu, unahitaji kumuona Mungu akiondoa tatizo lolote ambalo limekuwa ni kikwazo. Lakini pia unahitaji kumjua Mungu zaidi ili atembee na wewe kwa viwango vikubwa. Ni mtumishi au ni mtu wa kawaida, Mungu ameachilia neema juu yangu ya kuweza kukusaidia. Sasa leo nataka tuzungumze juu ya Roho Mtakatifu. Tunaangalia kitabu cha Warumi 8 kuanzia huu mstari wa 8. Maandiko yanasema, wale wautafutao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale waufuatao mwili hawezi kumpendeza Mungu. Kama tunavyojua Mungu ni roho, kwa hiyo wanaomwabudu yafaa wamwabudu katika roho na kweli. Unapoona mapendeleo yako makubwa ni ya mambo ya kimwili, kumpendeza Mungu itakuwa ni ngumu. Kwa nini? Mungu anahitaji mwanadamu asome neno, mwanadamu afunge, mwanadamu aombe, mwanadamu aishi maisha ya furaha, mwanadamu afate maongozi ya Roho Mtakatifu. Lakini mwanadamu anapokuwa na chuki, lawama, ugomvi, masengenyo, anapokuwa ni mtu ambaye anatembea kwa jinsi ya mwili, anaulisha mwili kuliko roho, ina maana huyo mtu hamfai na hawezi akampendeza Mungu. Ndio maana Yesu akiwa amefunga kwenye Mathayo 4:1-11, Shetani alikuja kumjaribu kwenye mambo ya kimwili. Kwanza alimjaribu kwa ajili ya chakula, lakini Bwana Yesu akamwambia mtu hatoishi kwa mkate tu bali kwa kila neno. Kwa hiyo neno likawa substitute au likawa limegeuzwa kuwa ndo chakula kikuu. Lakini pia akajaribiwa kwa ajili ya fedha, akamwambia siwezi nikakuabudu kwa ajili ya mali, na muabudu Mungu peke yake. Lakini pia akajaribu wokovu wake, umungu wake, akamwambia hapana, mimi siwezi nikamjaribu Mungu wangu, maana imeandikwa usimjaribu Mungu wako. Sasa wengi kwa sababu ya urokore, kuna vitu ambavyo vinakuta ni vya kiroho ambavyo tungeweza kuviepuka, lakini tunatumia kiburi cha wokovu. Tunamwona Yusufu anaambiwa ampeleke mtoto Yesu Misri, na angetumia kiburi cha wokovu kwamba huyu ni mwana wa Mungu, akamwacha, Herode angeweza kumwangamiza. Na hata Bwana Yesu mwenyewe alikuwa akijitenga, akienda mbali nao pale walipotaka kumuua, alijitenga nao. Kuna watu lazima ujitenge, usitumie kiburi cha uzima kwamba nitakaa nao, nitazungumza nao, nitaongea nao, mimi si mwana wa Mungu, nimeokoka. Hapana. Kuna watu unatakiwa ujitenge nao kama ukishagundua hao watu si watu wazuri na wanataka kukuangamiza. Kumbuka, ukishaangamia au maisha yako yakiangamizwa ni hasara, kwa sababu hautopatikana tena. Lakini pia ukiangamizwa kizembe, ina maana huo ni uzembe, ni askari mzembe vitani. Kumbuka, unapozaliwa hapa duniani wewe ni askari, aidha wa shetani au wa Mungu. Kila mwanadamu lazima awe na madhabahu. Kama hamtumikii Mungu aliye hai, basi ni mtumishi wa shetani. Kwa hiyo basi, chagua upande, simama. Na mimi nakushauri upande wa Mungu ndio upande sahihi, kwa sababu yeye atakupa uzima wa milele. Lakini ukimwendea shetani, mwisho ni jehanamu ya moto na funza na kiberiti visivyokoma. Mstari wa 9 wa Warumi 8 anakuambia, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Lakini mstari wa 10 anakuambia, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Kwa hiyo Yesu akishaingia ndani yako, dhambi haitokuwa na sauti ndani yako, bali inakuwa imekufa. Kwa hiyo tamaa zile, mawazo mabaya, hisia mbaya, uchungu, wivu, masengenyo ni rahisi kuvishinda. Uzinzi, uasherati, uongo, ibada ya sanamu ni rahisi kuvishinda, kama inavyoandika kile kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16-21, au kile kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 8. Lakini 11 anakuambia, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu,
Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atahiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, twataka kufa, bali kama tukifisha matendo ya miili kwa Roho, tutaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wa Mungu. Na pia tunaangalia kwenye neno wa Korinto, Yohana wa kwanza 2:15 mpaka 17. Maandiko yanasema dunia inapita pamoja na tamaa zake, na wale wanaotafuta kufanya mapenzi ya Mungu ndio watakaodumu, lakini wale ambao hawafanyi mapenzi ya Mungu watakufa. Warumi 8:15 inaendelea kusema, kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlimpokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Abba, yani Baba. 16 anakuambia Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. 17 na mwisho maandiko yanasema, na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kwa hiyo mateso anayoyapata Mkristo ni mateso ya kuteswa na Kristo ili turithi ufalme. Kwa sababu hapa duniani unaweza kupitia majaribu, changamoto kama Mkristo, lakini hayo yote ni kwa ajili ya kukuandaa kuteswa na Kristo ili uweze kurithi uzima wa milele. Lakini wale ambao wanarithi miili yao kwa kuwa na furaha ya kimwili, roho zao zitaangamia. Unaweza ushangae mtu fulani hamwamini Mungu, lakini maisha yake yako vizuri, afya yake iko vizuri. Wala usimtamani, maana huyo ameshapata anachokihitaji duniani. Kwa maana uzima wa milele hakuna. Lakini unaweza ufishe mwili wako uteseke, lakini roho yako iokolewe, na huko ndiko kutakuwepo furaha. Maana miili hii itabadilishwa, itahuishwa, tutavishwa miili mipya, akili mpya, fahamu mpya na nguvu mpya. Tutakuwa kama malaika na tutaweza kufanya mambo makubwa kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usiogope, hata kama vita ni kubwa, hata kama unapitia majaribu, hata kama unapitia mapigo makubwa, Mungu yuko upande wako, na mimi nakuombea ushinde vita hiyo na uinuliwe na Kristo na ufanikiwe Kristo. Nawapenda in Jesus name. Shalom.